Unajua wakati tunaambia wa Kenya, serikali ya Kenya inaongozwa na matapeli na wakora. Tunaongea ile kitu tunajua. Tunaongea ile kitu tunajua. Mimi nataka niulize wa Kenya, kama kuna mtu anajua nini inaitwa linda jamii. Na kama kuna mtu hapo ashaisikia kitu inaitwa linda jamii. Na kama kuna mtu yote hapo ashaenda hospitali katika nchi ya Kenya, akatumia kitu inaitwa linda jamii kulipiwa bili. William Ruto ni mtapeli pamoja na mawaziri wake ni wakora. Sababu wa Kenya wamelia sana kuhusu linda mama, ile program ambayo ilikuweko wakati wa serikali ya Uhuru Kenyatta, ile ambayo ilikuwa inasaidia wamama wa nchi hii kujifungua bure bila malipo yoyote. Kwa sababu wa Kenya wameanza kusifu sana linda mama, William Ruto na wakora wake wametokea from nowhere na bangi zao wameanza kusema ati wamekuwa na linda jamii. Nyinyi kuna mahali mmesikia kitu inaitwa linda jamii kisaidia mtu yote? Linda jamii ni kitu ambayo imekorogwa katika mawazo ya William Ruto. Akapatia huyu profesa wake mjinga anaitwa Kindiki, enda uambie watu linda jamii ni bora hata kuliko linda mama. Unajua shida ya William Ruto na waambianga kila mara, amesomea kuongoza miti na matawi na wanyama. Na William Ruto wacha nikwambie, usiconfuse miti ile umesomea na wanyama na matawi na wananchi. Wananchi wako na akili, miti umesomea haina akili. Hii matawi umesomea hapa haina akili, lakini wa Kenya binadamu wako na akili. Hawezi kuambia hapa kuhusu vitu haziko. In the reasons kitu hata something that even does not exist. Hakuna kitu inaitwa linda jamii, na kama iko mkuje mnionyeshe. Na kama nadanganya mnipeleke kotini mnishtaki. Hakuna kitu inaitwa linda jamii. In any case, wakati wa Uhuru Kenyatta tulikuwa na linda mama, ile ambayo ilisaidia wamama wa nchi kuzaa bure, and at the same time we had what was called NHIF. Na NHIF kazi yake ilikuwa kulipia bill magonjwa yale mengine yote na Wakenya wale wengine wote ambao walikuwa wamesubscribe. Ilikuwa inawalipia. At the same time tulikuwa sasa na program nyingine ilikuwa purely ni ya kusaidia wamama kujifungua free. Wamama wa Kenya hii. Saa hii tunaambiwa linda jamii, hakuna kitu kama hiyo na exist. Ati tunaambiwa iko kwa SHA. SHA yenyewe hata kulipa magonjwa imeshindwa. Mumeona juzi wamefuta yule mtu amesema ile ukora inaendelea kwa SHA. Yule mtu amefichua siri. Niliona kwa gazeti last week, yule mtu alifichua siri. Ile ukora na mahospitali badia zinawekewa pesa na Duale. Yule mtu amefichua hiyo na asikia amefutwa kazi. Hii SHA yenyewe imeshindwa kulipia wagonjwa. Alafu ndio sasa wameibatiza wamesema ati hiyo at the same time SHA ati ndio linda jamii. William Ruto wa Kenya si miti na mama wanyama. Wa Kenya tuko na akili tunapima. Msitulete upuzi hapa na ujinga. Alafu mimi nasikia Duale akisema ati watoto wa shule wakizaa ati linda jamii kazi yake ni kuwalipia bill free. Ni hamuoni huyu mtu ni mwendo wazimu? Hamuoni Duale ni ngamia ya mtu? Tofauti ya Duale na ngamia zile analisha, yeye ako na miguu mbili, ngamia ziko na miguu nne. Hiyo tu ndio tofauti. Lakini kichwa ngamia na kichwa Duale zinafanya kazi same. Mnyinyi mshaisikia kutoka Kenya ianze mtu ambaye ati ni waziri mzima akisema ati watoto wa shule wakizaa ati linda jamii na walipia free kuzaa. Watoto wa shule wanafaa kuzaa ama wanafaa kusoma? Ama who are the teenagers? Who are the teenagers? Nataka mnijibu. Who are the teenagers? Teenagers ni watoto wa shule. Wale ambao wanasoma. Hao ndio teenagers. So wakati Duale anasema teenagers eti watalipiwa na linda jamii kuzaa free. Anasema watoto wa shule waache kusoma waende wakazae watoto. Mimi sijaiona serikali kama hii imerogwa. Hii serikali yote imerogwa hii. Yote imerogwa. Siku William Ruto ulituambia Raila ni mchawi. Wewe mwenyewe William Ruto, wewe ndio ulituambia Raila ni mchawi. Na kama nadanganya nipeleke kotini. Wewe ndio ulituambia Raila ni mchawi. Huyo mchawi wewe ndio umemleta kwa serikali yako. Amewaroga nyinyi wote. Hakuna mtu kichwa chake inafanya kazi. Hakuna mtu hata moja katika serikali kichwa chake inafanya kazi vizuri. Nyinyi hatuwaziri anasema ati watoto wakizaa, watoto wa shule wakizaa watalipiwa free. Hii ni serikali ya matapeli waizi. Hii ni serikali ya waizi. Na wanadanganyanga mchana. Mimi nilishtuka huko sijui ni kanisa gani William Ruto alisoma. Nikasikia sijui akisema ati ile ilikuwa linda mama eti ndio sasa wameitengeneza sasa imekuwa kubwa inalinda jamii yote. Hai.
Na sasa hiyo anadanganya kama ameangalia watu na macho. William Ruto, wananchi si miti. Tuko na akili na tunapima. Sikuje kutuletea upuzi hapa. Kazi imekushinda, umeshindwa kuongoza Kenya. Rudi Sugoi. Lakini uongo hapa ya mchana hapo unakuja kudanganya watu mchana wazi. Unawaambia vitu haziko. Ama hawa watu ni kama wanavuta bangi usiku because the things that they are talking about ni vitu ziko katika dunia nyingine. Wanaongea vitu ambazo ziko katika ndoto, si vitu ambazo zina exist. Si vitu ambazo zina exist. Shame on you Duale. Shame on you Bwana Aden Duale. Tofauti yako na ngamia zile unalisha. Wewe uko na miguu mbili, ngamia ziko na miguu nne. Kwa sababu hakuna waziri yako na akili timamu anaweza sema teens. Anaweza sema teens wazae walipiwe free na SHA. Hakuna waziri yako na kichwa mzuri anasema hivyo. Teenagers are in school. Wanafaa kusoma kwanza, mambo ya kuzaa ni baadaye. Hii ni serikali ya watu ambao wamerogwa. Na ndio maana naambia Wakenya, hata mkikosa sababu nyingine ya kufanya muamuke mapema tufukuze hawa wezi. Ni upuzi kama hii. Nakuja kuambia watoto wa shule wazae. Umerogwa wewe, umelaniwa kwanza, umelaniwa. Umelaniwa. William Ruto, kubali ya kwamba umeshindwa kuongoza taifa hili. Linda Mama ilisaidia wamama wa Kenya hii kuzaa bure. Na haikuwa inahitajika ujulikane wewe ni mama wa wapi. For as long as you are mother in Kenya, ulikuwa unazaa free under Linda Mama program. Ile ambayo ilikuwa imeongozwa na Uhuru Kenyatta na Margaret Kenyatta. At the same time tulikuwa na NHIF. Under your program, wa mama wetu saa hii, iko video inaenda viral. Iko mama huko Thika level 5. Wa mama zaidi ya 300 wamefungiwa huko, wako na 3 months. Wamekataa kuachiliwa kwa sababu hawana uwezo wa kujilipia kuzaa. Kwa sababu Kenya wa mama hawazai bure tena. Tangia wakati wameondoa Linda Mama. Hiyo mnasema hiyo yani mnasema hapo kitu haiko sijui Linda Jamii. Kwa nini haijalipia hawa mama tunaona wako Thika level 5. Wamama zaidi ya 300 wamefungiwa huko, wako na miezi 3. Walizaa watoto hata wako karibu kumea meno bado wako katika vitanda za hospitali. Kwa nini hizo takataka mnasema hazijawalipia? Msikuje kudanganya Wakenya hapa na mambo ya bure. Kazi imewashinda. Nyinyi ni watapeli, nyinyi ni wakora, nyinyi ni waizi. Nyinyi ni wauaji, nyinyi ni waporaji. Siku zenu zinahesabiwa. And when days are numbered, 2027 is coming. I think it is only 1.5 years away. We are going to send you home unapologetically. Ili Kenya isonge mbele, ili Kenya isimame tena mahali ilikuwa, au matapeli wote lazima wafagiwe. Wote lazima tuwafagie. Nyoka na mai yake zote tunafagia pamoja. Zote. Niambia Wakenya. William Ruto kwa sababu anajua sio mama wote wako katika hii miaka ya kuzaa. Anadanganya wanalipiwa mama free na hiyo kitu wanaita sijui nini kuzaa. Ndivyo wale wa mama hawazai kwani watajua ni uongo? Hawatajua ni uongo. And that is how William Ruto operates. Anajua wale mtajua na watapeli ni wale tu wachache wanazaa. Wale ambao wako na umri ya 50 kwenda juu pengine hawazai. Hawatajua. Watafikiria William Ruto anaongea uongo. Si ni kama venye tu anadanganya kila wakati anasema sijui amelipa capitation ya shule. Unajua wala hawana watoto shuleni hawatajua na tafikiria anaongea ukweli. Wala wachache tuko na watoto shuleni sisi ndio tunajuanga anadanganya. And that is how William Ruto operates. Anakuja anadanganya hapa. Nyinyi hata mkikasirika wala wengine watafikiria amewaambia ukweli. That is style of leadership. Ni mtu ambaye amelaniwa. Na William Ruto hataona Mungu na macho. William Ruto hautaona Mungu na macho, utaona shetani na macho. Na kabla uone shetani na macho utakuwa umeteseka sana kwa sababu ya kutapeli wa Kenya na kudanganya wa Kenya. Ni hayo tu, sina mengi. Niambie Wakenya mkue wajasiri. Hasa viongozi wenzangu katika nchi ya Kenya. Vijana pahali popote mko katika nchi hii mkue wajasiri kabisa. Msinyamaze wakati wa hawa wakora wanaongea uongo. Msinyamaze wakati hawa watapeli wanasema hata watoto wa shule wazae. Msinyamaze na msikatae kukosoa hii serikali. Mimi naambia viongozi, vijana wenzangu, hii nchi iko katika mikononi mwetu. Wazazi wetu hawana nguvu. Wazazi wetu hawana uwezo. Wazazi wetu hawana ujuzi ile ambayo sisi tuko naye.
Tusikubali kudanganywa kama vile ambavyo anajaribu kudanganya wale watu ambao hawana information. Vijana na wasihi katika nchi ya Kenya, tafadhali tuinuke, tusimame katika mwanya, tupiganie haki na ukweli katika nchi yetu, tupiganie maendeleo ya nchi hii, tupiganie ukweli, tutetee wazazi wetu. Mkuwe wajasiri, hata William Ruto akituua, hata uwa sisi zote, ataua wachache, wale wengine watabaki na watapigania nchi na nchi itakombolewa. Tafadhali niambie vijana, najua maisha ni ngumu, najua hakuna pesa, najua hakuna ajira, najua mnateseka, lakini msikubali kununuliwa na hawa wakora. Msikubali kupatiwa pesa 2 ya chai na mandazi mkuje mkapigia hawa matapeli makofi. Msije mkaanguka katika mtego ya kupatiwa sahani ya mchele na hawa wakora. Mkuje mpigie wabakaji wa demokrasia makofi. Shida ya Kenya ni hawa viongozi ambao ni watapeli. Shida ya Kenya ni hawa viongozi ambao ni walafi. Shida ya nchi hii ni hawa wezi ambao wanatuibia pesa yetu kila wakati. Alafu wakikuja kwa kamera, kazi yao ni kudanganya wa Kenya. Mimi nawasihi vijana wenzangu, tafadhali mkubali tuamuke, tushikane katika nchi hii, tukomboe taifa na tupiganie ukweli, ili watoto wetu na wazazi wetu wapate haki. Ni hayo tu kwa leo. Mungu wetu wabariki. Mungu wetu alinde taifa letu. Tuendelee kuzungumza, tuendelee kuunganisha taifa, tuendelee kuongea ukweli na kupigania haki. Asanteni sana.